Mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii ya Zaki Digital, popote pale ulipo, nahitaji kukupitisha kwenye jambo moja, na hili ni kwamba kwa nini Putin yuko kimya wakati Trump anazidisha ubabe? Kuna sababu ambazo zipo zinampelekea Trump kukaa kimya. Ni zipi? Tufuatane ili kufahamu zaidi hayo yote. Endelea kusubscribe, kulike na kushare kila aina ya tukio la kimataifa. Sasa zamani, ikiwa Marekani angefanya vitendo vya uchokozi katika ardhi ya kigeni, kungekuwa na jibu la haraka na kali kutoka kwa Urusi. Lakini hali imeonekana tofauti kidogo mwaka 2026. Marekani ilifanikisha kukamatwa kwa kiongozi wa Venezuela Nicolas Maduro na kukamatwa kwa meli ya mafuta yenye bendera ya Urusi. Pia inatishia kuivamia Greenland. Licha haya yote kutokea, Kremlin bado iko kimya. Urusi imewekeza sana katika maeneo kama Venezuela ili kupambana na ushawishi wa Marekani. Hata hivyo, Rais wa Urusi Vladimir Putin bado hajatoa kauli yeyote kuhusu yaliyotokea. Tangu kuanza kwa mwaka mpya, Putin ameonekana hadharani Januari 6 aliposhiriki sherehe za Christmas. Msemaji wake Dmitry Peskov na chaneli za televisheni za serikali ya Urusi hazijatoa maoni yeyote kuhusu swala hilo. Ukimya huu pengine unaonyesha kwamba Putin hataki kuvuruga mazungumzo nyeti ambayo Urusi inafanya na Marekani kuhusu Ukraine. Donald Trump ameanza mwaka 2026 kwa kuonyesha nguvu zake kwa njia ya ajabu. Kiongozi wa Venezuela Nicolas Maduro amekamatwa na kupelekwa New York kwa mashtaka ya ulanguzi wa dawa za kulevya. Zaidi ya hayo, amesema nchi hii ya Amerika Kusini kwa sasa iko chini ya udhibiti wa Marekani kwa muda. Wachambuzi katika vyombo vya habari duniani wanasema kuondolewa kwa Maduro kutoka serikalini kuna maslahi kwa Urusi, kwani Marekani imeipa Kremlin uhuru wa kufanya hivyo. Mtaalamu wa sera za kigeni aliyekuwa karibu na Kremlin anasema kukamatwa kwa Maduro ni ushahidi wa mkakati mpya wa usalama wa Marekani. Urusi imewekeza sana nchini Venezuela miongo kadhaa, lakini ushawishi wake katika eneo hilo umepungua, kwani imeelekeza rasilimali kwenye vita vya Ukraine. Urusi pia ilijibu kwa tahadhari baada ya Marekani kuikamata meli ya mafuta ya Marnera iliyokuwa na bendera ya Urusi. Wizara ya mambo ya nje ya Urusi ilitaka tu kuachiliwa huru kwa wafanyakazi wa Urusi waliokuwa ndani ya meli ya Marnera, na imesema kwamba Trump amekubaliana na hilo. Licha ya haya yote kutokea na licha ya ripoti za uwepo wa meli za kijeshi za Urusi katika eneo hilo, Urusi haijasema kwamba itairudisha meli hiyo ya mafuta au kupambana na kuipata meli hiyo. Urusi pia haijatoa dalili yoyote kwamba itachukua hatua za kulipiza kisasi dhidi ya Marekani au meli zingine zenye bendera ya kigeni. Uungaji mkono wa serikali ya Urusi unaonekana kufurahishwa na madai kwamba Trump atachukua udhibiti wa Greenland, kwa sababu wanaona ni ishara ya udhaifu wa Ulaya na wanaiona ni kama hoja yenye nguvu ya kuhalalisha vitendo vya Urusi nchini Ukraine.